Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ametoa ruksa kwa magari ya abiria kuanza kutumia barabara ya mabasi yaendayo haraka. Ulega ametoa ruksa hiyo leo Novemba 25, 2025 jijini Dar es Salaam mara baada ya kukagua utekelezaji wa mradi huo ambao umekamilika kujengwa kwa 100%. Gongo la Mboto hoye! Gongo la Mboto hoye! Mkuu wa mkoa ameniomba ya kwamba hapa katika hii barabara kuna msongamano mkubwa kuanzia shule ya Uhuru kule Kamata mpaka uwanja wa ndege mpaka hapa Gongo la Mboto, na kutoka Gongo la Mboto mpaka kwenda uwanja wa ndege mpaka unafika shule ya Uhuru. Ameniomba kwa wakati huu ambapo wataalamu wanathibitisha kwamba barabara imekwisha kukamilika na inaweza kutumika, yeye ameomba kwa niaba ya watu wa Dar es Salaam ya kwamba tuwape ruhusa muweze kuitumia barabara hii ili kupunguza misongamano na mafoleni, ili watu wanaokwenda katika biashara wawahi kwenye biashara, watu wanaokwenda kwenye huduma za afya Muhimbili na kwingineko Amana waweze kwenda, na watu wanaokwenda kuwasalimia ndugu na jamaa zao waweze kwenda. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na ndugu zangu wa hapa Gongo la Mboto, hayo ndiyo maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amenituma ya kwamba nije kutoa ruksa kipindi hiki ambako bado mabasi ya mwendo kasi hayajawa tayari. Mkoa ujipangie utaratibu magari mengine ya Watanzania yaweze kutumia barabara hii pasi na shaka yoyote. Kwa hivyo mkuu wa mkoa, jambo lako limepita, limekubalika, limeruhusiwa kwa ruksa hiyo ambayo ilikwisha kutolewa na maelekezo kwangu mimi Waziri wa Ujenzi na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani watu wawe wanapita katika msongamano mkubwa, wameshonana katika madaladala, alafu katikati iko njia haitumiki na ni njia iliyojengwa na Watanzania wao wenyewe. Ndio maana mama yetu Daktari Samia akasema, nenda kazungumze na mkuu wa mkoa, akikuomba mruhusu, ila uratibu ataufanya yeye mwenyewe na wasaidizi wake katika ngazi ya mkoa. Na nilizungumza na waziri wa TAMISEMI kwa sababu maelekezo haya tumepewa pamoja, mimi na waziri wa TAMISEMI tumekubaliana ya kwamba tuje, na sasa tumefika katika hatua ya mwisho njia hii iweze kutumika. Mheshimiwa Waziri, kwa sababu sasa hivi mabasi haya bado hayajaanza, mimi nilikuwa na ombi kama ambavyo pia nilikuwa nikiomba mahali pengine. Hii barabara ina foleni kubwa sana, mchana ina foleni kubwa, jioni ina foleni kubwa sana, na hizi barabara za katikati zimeshakamilika. Ni kweli tunasubiri mabasi yaendelee kwa kasi. Kama utaridhia, ni kuombe Mheshimiwa Waziri kufungue hizi barabara pia za katikati, ili yale magari madogo kwa ajili ya asubuhi na jioni wanaotoka mjini kuja huko Gongo la Mboto wazitumie hizi barabara tunaposubiri mabasi yaendayo kwa kasi. Wakitumia hizi barabara tunaposubiri mabasi, nafahamu wana Dar es Salaam na Watanzania hao kwa ujumla sio wabishi. Mabasi yakifika, gari litatoka, basi itaendelea na kazi yake, ila yao ni yale magari madogo ambayo yanabeba abiria wa kawaida kwa ajili ya kuwakimbiza mjini na kutoka mjini kuwaleta huko. Naamini kabisa kama basi lifika, mimi mwenyewe nitakuja tena kuzungumza na Watanzania hawa kwamba mabasi yamefika, sasa usipite tena kwa hizo barabara, tuyaachie mabasi yaendayo kwa kasi yaweze kupita. Mimi ni mfanyabiashara wa Gongo la Mboto. Ndio. Niko hapa tangu 2006. Ndio. Ila tarehe 29 tulipata changamoto. Ni zaidi. Ikatugharimu watu tulale majumbani kutokana na watu wasiokuwa na akili na akili mbovu. Wakafanya fujo, watu wengine tukaathirika. Tumekaa ndani, tumepoteza vingi na ndugu zetu wengi wameumia. Lakini niwaombe Watanzania wenzangu kwa uchungu, hatuhitaji ajirudia alotokea mwanzo. Kuna watoto wanatutegemea, tuna familia zinategemea. Sihitaji kulala ndani kwa ajili ya watu wajinga wanapinga serikali yetu. Inaniuma sana kwa jinsi watu wanavyoongea, lakini sitaki kusema. Amani ndio kila kitu katika nchi yetu. Hii nchi imepambanwa sana na Mwalimu Nyerere mpaka hapa tulipofikia. Tusiharibu amani yetu wenyewe. Sitaki atokee ambao anataka kutokea. Sitaki. Tuungane wote kujenga amani ndani ya nchi yetu.